shida za dunia hii, ili siku utakaporudi tukaimbe pamoja nawe. Yeah. Ewe Bwana Yesu tuokoe. Yes. Nazo shida za dunia hii. Hallelujah. Ili siku utakaporudi tukaimbe pamoja nawe. Oh yes. Yatapita ya dunia, sitaambatana nayo tena. Yesu Mwokozi unirehemu, niingie kwako mbinguni. Yes, kwa sababu ya masaa tunapenda huwa tunaanza masaa mazuri ili pia tumpatie Roho Mtakatifu nafasi nzuri atuhudumie, yaani tusimpimie. Ndio maana huwa tunaanza mapema, ili tunampatia Roho wa Mungu nafasi ya kutuhudumia. Naomba mahali ulipo, simama kwa miguu yako, simama. Asante. Inamisha uso wako, tumwalike Bwana. Inamisha uso wako mahali ulipo, tumwalike Baba, Mwana na Roho. Ufalme wote wa mbinguni uwe pamoja nasi katika ibada hii. Baba, ni asante sana kwa majira mazuri kama haya. Umetukirimia neema kubwa sana ya kila jioni kuweza kukutana mahali kama hapa. Tunayaongea mawili matatu, tunazungumza, tunashiriki maneno yako mazuri, kwa sababu ni katika neno hili sisi tunapata kuishi. Tunaishi kwa ajili ya neno. Neno ndilo limebeba destiny yetu. Neno ndiyo imebeba kesho yetu. Neno ndiyo limebeba makusudi ya Mungu in our life. So tunaishi katika kuangalia neno, na tunaishi kwa neno. Hatuishi kwa kukula. Wengi wameishi kwa vyakula na bado wamekuwa wagonjwa, na bado wameondoka duniani, hata muda wao bado wamezidi kuchanganyikiwa na dunia hii, hawajui kule kuelekea. Wame hope from one to another relationship bila kuelewa Mungu alikusudia nini. Lakini wale wanaoishi kwa neno, basi wanakuwa na maisha manyoofu kulingana na makusudi ya Baba. Asante Mwokozi. Jioni ya leo tunakupa mamlaka yote, tunakupa nguvu yote juu ya maisha yetu. Tutawale, tuongoze, tufundishe vile utakavyo wewe. Tuelekeze kulingana na makusudi yale wewe ulio nayo. Tunajificha chini yako, tunajificha mikononi mwako, ili kwamba wewe ukayafanye yale ambayo ulikusudia kuyafanya siku ya leo. Baba, tunaomba ulinzi wa kutosha, jeshi takatifu la malaika wakaweze kutulinda hapa, wakatuzunguke hapa. Tunaomba sauti yako, ewe Roho Mtakatifu, ikaweze kutamka maneno makubwa ya ajabu yaliyojawa na nguvu na uwezo wa Yesu Kristo. Tunasema ya kwamba mipango yote iliyopangwa kwa ajili ya altar hii, basi wewe Yesu Kristo ukaweze kuifanikisha. Tunakupatia uhuru na mamlaka ya kutamalaki. Watu waokoke, watu wapone, watu wafunguliwe. Yaani wewe ukapate uhuru wa kufanya lolote.
tukemee, tuonye, tukaripie. Fanya jinsi utakavyo katika ibada hii. Wewe ndio mwenye nguvu, wewe ndio kichwa cha kanisa, wewe ndio mwenye mamlaka, wewe ndio mwenye uwezo. In fact, hata wewe ndio mwenye shughuli hii. Ndio maana tunanyenyekea kwako, tukikupa wewe full mandate and authority kuendesha ibada hii kwa jina la Yesu Kristo. Baba, asante kwa yale yote ambayo hatujanena wala hatujakusudia kuomba, bali wewe umekusudia kututendea. Basi kwa mengine mengi wewe ukafanye jinsi unavyoonelea, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Chukua nafasi yako ukae. God bless you. Bwana akubariki sana wewe ambaye tayari umefika. Na mimi hupenda kusema weka social distance. Usikae mahali unaona wazi mmefinyana hapo. Unatoka bwana, unajinusuru maisha yako, unaweka maski yako vizuri, na unakaa mahali ambapo unajua kabisa ya kwamba hata nikikaa hapa niko salama, hapa hata nikitoka niende nyumbani jioni niko salama. Haukai mahali ambapo unaweza ukajibebea vitu ambavyo vitaangamiza afya yako. Magonjwa fulani yataangamiza maisha yako. Tunataka tukae kwa njia nzuri, njia ya kumtii Mungu na kumnyenyekea, njia ya kumheshimu na kumnyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba leo tukimbie kwenye vitabu vya Matendo. Ni vitabu vizuri sana na ni vitabu ambavyo vinaongea mambo mazuri, vinatukumbusha maisha ya mitume vile ambavyo walivyokaa, mitume walivyotembea na Mungu. Tunajifunza vile Mungu naye alivyokuwa mwaminifu kwa kazi yake, kwa watu wake, na kwa kila jambo alilolifanya. Ushuhuda ambao ulidhihirishwa na kusomeka katikati ya wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nipungie tu mkono hivi kama unanipata. Thank you. God bless you so much. Kabla hatujasoma hichi kitabu cha Matendo ya Mitume, nataka nikualike kanisani siku ya Jumapili. Njoo tufanye ibada. Kwa wale wengi tu ambao wana viulizo, nasema mchungaji, mbona nikija hapa on Sundays sikupati, na siku ya Sunday ndio tuko free. Siku ya Sunday ndio tunaweza tukakaa vizuri tukasikiliza neno. Mbona sikupati? Basi nataka tujue Sunday tuko kanisani, tunamshukuru Mungu. Sasa wazee wamefunguliwa kuja kanisani, watoto wamefunguliwa kuja kanisani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wazee wameruhusiwa warudi kanisani, na pia watoto wameruhusiwa warudi kanisani. Na mimi nafurahi on Sunday, hata mimi nitabebana na wangu. Haleluya. Mama na watoto wote nitabebana nao tuwe kanisani, na tutakuwa na ibada ya kupendeza. Na ninakualika usikose kuja kanisani on Sunday. Hapa kiwanjani tunafundishana tu, lakini pale kanisani tunakutana ili tumfanyie Mungu heshima. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapokutana kanisani, basi tunamfanyia Mungu heshima, tunaonyesha umoja wetu, tunampatia Bwana shukurani kwa kila njia. Na mimi nakualika Jumapili ya hii inayokuja hii, njoo wewe, usijali utakuwa kwa hali gani, njoo tumfanyie Mungu heshima ya kutulinda, heshima ya kutufungulia hiyo neema. Wazee warudi kanisani, watoto warudi kanisani, heshima ya kurejesha hata ibada
Bwana Yesu asifiwe sana. Japo namba zinazidi kuendelea kuwa juu, lakini tunakuta ya kwamba kwa upande wetu tunaona ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wanafurahia jambo hilo? Kulikuwa na hofu ya kwamba Bwana, namba zikiendelea kuongezeka basi rais atafunga kanisa tena, tutakuwa na lockdown tena. Lakini tunashukuru japo namba hizo zinaongezeka, lakini upande wa ibada, upande wa kumtafuta Mungu tunazidi kuona ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. So please come, njoo hapa. Tukikutana kila jioni tunakuja tu kufundishana mambo ya Mungu, lakini mimi nakuita tuje tumwabudu Mungu. On Sunday ni siku ya Mungu na ni siku anapewa heshima zake. Haleluya. Ni jambo baya sana ni kuone hapa kila siku jioni na kuona hapa, lakini siku ya Jumapili ambayo sasa tunafaa tumheshimu Baba pamoja, tumuinue Baba pamoja kwa yale yote ametufundisha hapa, sikuoni. Bwana Yesu asiwe sana. Na kualika, usiseme mchungaji hakuchukua hata nafasi ya kutualika. Mimi nakualika, njoo Jumapili kanisani. Hakuna mtu sasa anazuiwa, njoo kanisani tuombe. Nyumba ya Baba ndio kuna usalama wote katika nyumba ya Baba. Situmpigie tu Bwana makofi matamu sana. Okay, ninataka turudi katika mafundisho, na haya mafundisho ambayo tunakwenda kujifundisha leo, ndugu yangu, Mungu akusaidie kuelewa ni nini haswa tunataka pale. Ni nini haswa tunataka pale? Ni nini tunakwenda kujifunza pale? Watu wengi wanakosa kuona results za kumwamini Mungu kwa sababu hawajui divine order, hawajui jinsi inavyowapasa kukaa na Mungu, hawajui jinsi inavyowapasa kutembea na Baba. Ndugu yangu, ukikosa kuenenda vile Baba anavyotaka, you will never see results katika imani yako ya Kikristo. Hautaona matunda ya Kikristo, hautaona matunda ya Mungu. Utasema nimeweka tumaini yangu kwa Mungu, lakini sijaona vile wahubiri wanamhubiri huyu Mungu, sijaona akijitokeza hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wahubiri wanasema anaponya, mbona mimi hajaniponya? Wahubiri wanasema huyu Mungu anabariki, mbona sioni baraka zake? Sasa utakuwa na viulizo, utasema mbona wahubiri wanamregard huyu Mungu very highly, mbona mimi simuoni hivyo? Haleluya. Mimi bado naona tu nateseka, naona nahangaika, naona nang'ang'ana, naona tu mambo yangu yanazidi kuporomoka. Ndugu yangu, mimi nataka uelewe, Mungu tunaenda na yeye kwa heshima zote na utiifu wote. Tena unapotembea na Baba, jiachilie Bwana, jiachilie. Mpe full authority over your life. Mpe full mandate over your life. Ndugu yangu, akikubali kukuweka msalabani, sawa. Akikubali kukuweka kwa tanuri ya moto, sawa. Wangapi wananielewa vizuri? Akikubali kukuweka katikati ya simba, sawa. Akikubali kukuweka gerezani, sawa. Haleluya. Na sio mabaya tu nimetajataja. Kuna wengine Mungu alikubali wawache kuchunga kondoo, wakae kwa mapalace. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata na hiyo pia ni sawa. Haleluya. Mungu alifanya mambo mengi Bwana, mambo mengi. Wengine akasema sasa wacheni mambo ya nyumbani, nyinyi mtakuwa watumishi wangu, wakina Elisha. Na Elisha akaenda akachukua ng'ombe vyake na vikuku vyake, akachinja watu wakakula nyama, na akawaaga vizuri sana. Akamwambia Bwana, mimi nimeenda kutumikia Mungu. Hata Mungu akiamua hiyo, sawa. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Tusiwe na mambo mengi ambayo sasa unataka kubishana na Bwana, unataka kumwonyesha wewe ndio mwenye akili kumuliko, na unataka kumwambia wewe Mungu fata yangu. Nimeona watu wengi wanang'ang'ana na Mungu. Mungu ingia ndani ya mipango yangu. It is as if wewe una hekima kumuliko. It is as if wewe unajua kesho yako. Mungu ingia kwa mipango yako. Mungu hawezi kuingia kwa hivyo mipango vyako ambavyo hata vinaweza anguka kesho.
haujui kesho yako, hujui kesho kutwa yako, na unamlazimu aingie hapo. Saa nyingine hata kuna watu wengine wamejiingiza kwa mambo ambayo hata hayampendezi Mungu. Ukiona anakataa kuingia katika hiyo mipango yako, jiulize maswali mengi. Kuna vingine sio vya haki. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu si mjinga kumwambia Daudi, you are my friend, lakini nyumba yangu unijengei. You are my friend, yes, and I love you, na nimeona moyo wako una bidii ya kunitafuta, lakini nyumba yangu hujengi. Sasa wewe fikiria Daudi aanze kung'ang'ana na Mungu, kwa nini mimi nisijenge? Mimi ndio mwenye hayo mawazo, mimi ndio nimeleta hiyo mawazo, kwa nini nisijenge? Kwa nini una appoint mtu mwingine? Wewe unafikiria hayo mabishano yangefika wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kaa na Mungu kwa mipango yake, sio mipango yako. Kaa na Mungu kwa mipango yake. Allow God to fix your life. Wewe umepotea. Kitabu cha Isaia 53 kinasema sisi wote tumepotea kama kondoo, hakuna mtu anayejua njia ya kweli. Allow God to fix what has ile imeharibika katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wangapi wananielewa so far wangapi tunaelewana? Ndugu yangu, wewe umepotea. Wewe hata hujielewi. Wewe hata hujui ni kwa nini uko hapa. Mungu anajua sababu za kila kitu. Sababu za wewe kuwa hapa anajua. Mungu anajua. Sababu ya kesho yako, Mungu anajua. Mungu amekupa leo hii uishi. Wewe hujui kusudi lake. Yeye anajua kwa nini unaishi leo. Na mwingine leo amezikwa, na mwingine leo yuko mochari, lakini wewe amekupatia nafasi uishi leo. Wewe hujui kwa nini. You don't know why. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana ninakwambia ukitaka kutembea na Mungu vizuri, Bwana mkabidhi wadhifa wote. Mkabidhi mamlaka yote yeye, mkabidhi. Mungu hata akitaka ufanye nini, we kubali na utaona matunda. Mimi sitaki kukaa na watu ambao tutatembea na wao kwa mambo ya kiroho miaka 10 na hawaoni matunda. I thank God kwa watu wengi ambao tumekuwa nao katika hichi kiwanja, tumehubiri, tumefundishana. Kila nikikutana na mtu ananiambia, pastor, mimi nimepata kitu. Pastor, hiyo time yangu nimekaa na wewe hapo, nimeona ukweli wa Mungu. Kuna hata mwingine ananiambiaga, sitakwambia pastor, hiyo yangu ni yangu na Mungu. Hiyo ni yangu na Mungu. Nikikwambia pastor, utatoa machozi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sicheze na Mungu bwana. Ukiona mimi ninakwambia haya maneno, hata mimi nilikubali, nimewaambia mara ngapi hapa. Tulilalia mabenchi, tulikubali. Tukapelekwa kando ya mto Nairobi River. Tunaambiwa lala hapa. Tulikubali na tukakubali. Tukakubali aibu, tukakubali kuchekwa, tukakubali kudharauliwa. Paka unakutana na machokorao wanakuambia wewe hakuna mahali unaenda. Na hata hiyo tulikubali. I love this man called David. Mimi napenda David sana. Kuna siku David alikutana na jamaa anaitwa Shimei. Na Shimei akaanza kumtukana, kwenda huko, wewe umemwaga damu za wengi. Na ndio maana Mungu amemchukua kijana wako, amemweka mamlakani. Kwenda wewe. Alafu tunasikia Abishai alikuwa anataka kuchukua upanga amkate huyu jamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui ni Abishai ama ni nani, general moja wa Daudi. Daudi akamwambia, usimkate kichwa, hata usimguse. Inawezekana ni Mungu amemtuma anitukane, anikumbushe makosa yangu, hata na yeye aongee. Na jamaa likaongea, bwana Shimei akaongea, kwenda huko, kwenda mtu wa madhambi wewe. Mungu amekutoa kwa kiti cha ufalme, ameweka kijana yako, kwenda huko. Na wakati huo bwana, kijana Absalom anamtafuta baba yake amuue. Anasema, bwana, nikimpata baba yangu namuua. Lakini Daudi alikubali matusi. Na siku ambayo Daudi alirudi kwa kiti, kijana alipokufa, unajua Mungu aliua huyu kijana. Kwa sababu Daudi aliambia wanajeshi wake, mtu yoyote asimuue kijana wangu. Alimpenda kijana yake. Sasa Mungu akasema, mimi ndio naua. Wewe umezuia hao wasimuue, mimi ndio naua. Kijana alikuwa na manywele marefu mpaka kwa mgongo.
Sasa ile anafukuzwa na mwanajeshi, nywele zinaenda zikipepea, zikakamatwa na mti, shingo ikakatika, kijana akakufa. Daudi akaomboleza, akarudishwa kwa kiti. Daudi akachukuliwa, akarudishwa kwa kiti, akawekwa mafuta tena. Mtu wa kwanza kwenda kutoa toba na msamaha, Shimei. Huyo aliyokuwa na mtusi, huyo ndiye alikuwa wa kwanza, akaenda akasema, jamani, nisamee mfalme, niliongea kama pumbavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna sababu Mungu akikuweka hivi, kuna sababu. Sisi tulipitia huko kote. Ni kweli mara ya kwanza tulikuwa na uchungu, lakini tulipoendelea kukua tuliona kulikuwa na sababu. Nakumbuka nilipitia hali nzito sana wakati fulani nikiwa pale Ronald Ngala, na ubiri pale Ronald Ngala, mahali hilo jengo limejengwa pale. Alafu kuna kijana mmoja nikamuita bwana, nikamwambia, chukua hii mtungi na hii 500, nenda kaniletee mafuta tuweke hapa, hii generator ni kama imekata mafuta. Bwana alikimbia na mtungi, akakimbia na pesa. Sasa juzi usiku nikiwa hapa, siku ile gari ilikuwa on Sunday, nikitoka kwa ibada on Sunday, gari ikiwa hapa, alikuja after all those years, alikuja, pastor, mimi nisamehe, tangu siku ile nilienda na 500 yako na kibuyu, hapo ndio maisha yangu iliisha, na mimi nimekuja tu. Unajua nilimwambia nini? Hata ingekuwa ni mkate, si ingekuwa imeoza. Sina haja ya kuweka hiyo kitu kwa moyo. Haleluya. Hata ingekuwa ni nyama, si ingekuwa imeoza jamani. Wewe fikiria hiyo miaka yote, jamaa anakuja juzi, ananiambia, pastor, mimi ile kitendo nilifanya na juta. Na mimi ninakumbuka tu ni wakati nilikuwa hali mbaya, na hapo ndio sasa shetani alikuwa anajaribu kunikandamiza kweli. Mzee Alois, tulikuwa na generator nyingine inatusumbua bwana, ungeivuta karibu mara 10, haikubali. Na ikikubali, ndugu yangu, unahubiri ukiomba Mungu isikate, yaani ikupeleke tu mpaka jioni. Na unajua ilikuwa inawashwa asubuhi mpaka jioni, sio eti tunaanza majira hii. Tukiwa Ronald Ngala tulikuwa tunaanza mahubiri saa 2, na tutahubiri kuanzia saa 2, jua inatoka huku mpaka huku, inakugongea hapo. Ukifika jioni kwa nyumba, hata utaki kuangalia mtu, unaingia tu kulala. Bwana Yesu asifiwe sana. Jumapili tena unaiamkia saa 2 asubuhi mpaka jioni. Bwana, tumetoka mbali bwana. Sikiliza hichi kitabu kizuri, Matendo ya Mitume 9. Matendo ya Mitume 9. Mungu akitembea na wewe bwana, kubali. Mimi nakupatia my personal experience with God. Siwezi kukusukuma kwa kitu ambacho mimi mwenyewe sijapitia. Kubali. Na nilikwambia God loves flexible people. Flexible. Bwana Yesu asiwe sana. Paulo anasema, najua kuwa navyo, najua kuishiwa, najua kushiba, najua kuona njaa. Kitabu cha Wafilipi 4 mstari wa 12. Nasema mimi naelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua kupendwa, najua kuchukiwa. I am flexible. Mungu anataka kutembea na watu flexible. Abraham alikuwa flexible. Wakati mwingine anabarikiwa kweli, wakati mwingine anaenda kuomba chakula kwa mfalme Abimeleki, mpaka hata anaambia bibi yake, usiseme you are my wife. Hebu niambie huyu mtu shida ilimsukuma kiasi gani? Nabii wa Mungu anaambia, hata kama tuko na Mungu, ukiulizwa sema wewe sio bibi yangu. Wakijua wewe ni bibi yangu, wataniua ili wakuchukue. Sasa wewe sema mimi ni brother. Sawa. A whole prophet of God, father of faith. Unasikia? Father of faith. Na maisha inambana hivyo. Alafu wewe mtu chwara, wewe
Unaona, wacha niseme nyinyi watu chwara, mnataka mutembee na Mungu kidosi. Hakuna kitu kama hiyo. Hakuna maisha kama hiyo kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. God loves flexible people. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara saa nyingine Isaka, tunasikia Isaka alikuja akawa tajiri, mpaka wale waliomuuzia mashamba wakawa wafanyikazi wake. Wangapi wamesoma hiyo story? Yaani mpaka wale waliomkaribisha waligeuka wakaishiwa, mpaka wakamwambia Isaka, sasa tuajiri, we have nothing to sell you anymore. Hatuna kitu ya kukuuzia ndio tupate chakula. Sasa tuajiri. But tunasikia hata huyu pia maisha ilimbana kama baba yake, na akarudia ile story baba yake alifanya. Isaka anaulizwa, huyu ni bibi yako? Anasema ni sister yangu. Alipitia barabara ile baba yake alipitia, mpaka siku moja mfalme anaangalia kwa dirisha, anachungulia, anaona Isaka anacheza na Rebeka. Anamwambia Isaka, bwana, hii mchezo sio ya brother na sister. Hii design mimi nakwambia, hii Biblia iko na story tamu, mpaka hata ni tamu hata kuliko soap opera za TV. Wewe fikiria, mfalme anasema, hii ni style gani ya mchezo? Hii mchezo hapa. Ndio Isaka anajitokeza, bwana anasema, mimi kusema na ukweli, mimi niliofia bwana, ikisema huyu ni bibi yangu ungenichinja. Sasa nilibidi nidanganye. Haleluya. Na hayo ni maisha wateule wa Mungu wanapitia. Wateule haimaanishi ya kwamba ukiwa na Mungu saa nyingine hautakuwa na hali ya kutokuamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kuna kitabu kimoja huwa napenda sana kukisoma, na mimi nataka nikisomee leo. Matendo ya Mitume, kitabu cha Methali 7. No, kitabu cha Mhubiri. Mimi hupenda kusoma hicho kitabu, na kuna watu wengine wanakielewa makosa, na mimi naomba usikielewe makosa. Naomba usikielewe makosa, naomba ukielewe kwa heshima zake. Sikiliza, Mhubiri 7 mstari wa 20. Hakuna mtu mwenye haki duniani ambaye hufanya mambo ya haki na kamwe asitende dhambi. Umesikia hiyo? Umesikia hiyo? Na mimi sitaki uelewe hiyo kitabu vibaya, eti sasa uende kutenda dhambi ukisema si imeandikwa hakuna mwenye haki asiyetenda dhambi. Haleluya. Mhubiri 7 mstari wa 20. Hakuna mwenye haki ambaye anafanya mambo ya haki asiyetenda dhambi. Hawa watu walifanya tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Biblia ina siri zake, lakini ndugu yangu, usizitumie vibaya. Usizitumie vibaya. Kwamba kwa sababu Biblia imesema hata sisi tunaweza tenda dhambi, basi wacha tu nitende. Ng'ang'ania kukamilishwa. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Yesu alijaribiwa na shetani, akaambiwa si ujitupe tu chini kimakusudi tu, si ujitupe. Si maandiko imesema Mungu atakuagizia malaika wa kuokoe? Anasema imeandikwa tusimjaribu. Let us not test God. Usisikie hiyo Mhubiri 7:20 ukasema wacha nianguke, wacha tu nitende hii. Kuna mstari hapo unasema usimjaribu. Haleluya. Unaweza ona giza ile ujaona. Haya, turudi kwa Matendo ya Mitume 9. Tusome pale. Naomba unisikie. Wokovu wako ushikilie.
Ibilisi atajaribu kupanda ndani yako ideas za kipumbavu, na yote ni kwamba uachilie kile ambacho umeshikilia na nguvu zako. Yesu anasema shika sana ulicho nacho, muovu asije akakunyang'anya. Kumbuka maandiko inasema it is only and only when utatii maagizo ya Ibilisi, hapo ndipo unamfanya automatically Lord over your life. Ukimsikia. Kitabu cha Warumi 6:12, kwa yule utakayesikia mambo yake na kumtii, he becomes Lord over your life. Hiyo ndio scenario ili happen katika bustani la Eden. Bwana Yesu asifiwe sana. Laiti Adam na Hawa wangelimtii Mungu, wasikule ile matunda mbaya, God could automatically be Lord over their life. Lakini wao walimsikiza Ibilisi. What happened? The devil became Lord over their lives. Sasa be watchful. Sikiza ndugu yangu, ninakusaidia. Usisome hiyo Mhubiri 7:20 ukajidanganya. Imesema tukitenda dhambi, hiyo ni kitu ya kawaida. You are going to make the devil Lord over your life. Amen. Amen. Hakikisha ya kwamba chochote kile ndugu yangu unakipata kanisani, unakipa nguvu ndani yako. Agizo lolote unalopata kwa sauti ya maandiko ya Baba, lipatie makao ndani yako, ili unapatia Mungu nguvu juu ya maisha yako. Ndugu yangu nyenyekea, ndugu yangu tii. Hata kama hiyo kunyenyekea inakusukuma, endelea hapo. You are giving God authority over your life. Mtu asikudanganye tu eti kwa kuomba peke yake ndio unapatia Mungu mamlaka. Mungu nakupa mamlaka juu yangu. It is how you submit to him. It is how you are ready to do anything for him. Mungu alipata mamlaka makubwa sana juu ya Yesu Kristo. Why? Mungu angelimtumia Yesu vile anavyotaka. Angeliamua hata kumtoa awe kama sadaka. Yesu alikubali. Imagine obeying God to those levels. Humble yourself to those levels. Na ndio maana Mungu alikuwa na mamlaka makuu juu ya Yesu. Ungelimgusa Yesu ndugu yangu, ungeliongea kitu juu ya Yesu, Mungu anyamaze, angelikuandama mpaka dakika ya mwisho. Waisraeli walisema sulubisha yeye, damu yake iwe juu yetu na watoto wetu. Mpaka leo wanakiona, mpaka leo hiyo maneno waliongea, mpaka leo wanakiona damu yake huyu. Wakati Pilato anasema mimi damu ya huyu sitaki, wao wanasema damu yake iwe juu yetu na watoto wetu na wajukuu wetu. Sicheze na mambo ya kiroho. I don't know how your pastor is giving you these spiritual things, lakini ndugu yangu, they are more deadly. They are more deadly. They are more poisonous than a venom of a snake. Mambo ya kiroho ndugu yangu, wewe sikia wachawi wakiongea na waganga. Ukienda kwao wanakuulizaga kitu moja, unajua ile kitu unafanya? Wanakuulizaga hata mara tatu, wewe unajua uko wapi? Uko wapi hapa? Na unajua ile kitu unafanya. Na kwa sababu unadanganywa na tamaa yako ama labda hasira zako, unasema huyo mtu nataka tu afure miguu. Kumbe hujui kile unachopanda ndicho utafuna. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumpe Kristo makofi. Ndugu yangu, be very watchful. Wengi tunaita watu kwa mambo ya rohoni, but we don't teach them how delicate these things are. Hatuwafundishi how to obey these things. Watu wanataka response, wanataka matokeo kwa mambo ya kiroho, lakini hawataki kukuwa totally submissive to it.
Unataka kuona matunda ya kiroho, unataka kuona Mungu akionekana, unataka kuona mambo ya Mungu yakikubadilisha, yakikuinua, yakikufanikisha. Ndugu yangu, you have to totally submit to it. Kitabu cha Revelation 2 mstari wa 10 inasema uwe mwaminifu hata kufa. Be faithful unto death. Uwe mwaminifu na Mungu hata kufa. Weka hapa. Haleluya. Si tumuongeze Bwana makofi mazuri. Uwe mwaminifu na mambo ya Mungu hata kufa. Revelation 2:10. Watu wengi hatutaki kuwa waaminifu na Mungu. Tukitingishwa kidogo tumempa Mungu kisogo. Utaonaje matokeo ya kumwamini Mungu? Utaonaje matunda yanayotokana na kumvumilia Mungu? Utaonaje? We demand response from God, but we are not totally given into it. Hatujaweka miguu yetu miwili ndani ya imani. Hatujaweka. Tuna papasa. Wacha tuende kwa hii story kidogo, tusikie vile mambo itakuwa. Ni kasehemu kadogo tu tunataka kusoma pale, na pointi yetu imejificha hapo. Sikiliza, ni hadithi ya Paulo wakati ambapo amekutana na Yesu Kristo. Sasa Paulo ametumwa kwa mtu fulani anaitwa Anania, na tunataka tusome habari za huyu Anania, sio Paulo. Anania ni mtumishi wa Mungu, lakini alibehave kwa njia ambayo haikuonyesha hata kama anajua Mungu. Alibehave in a very awkward manner. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikiliza vile ilikuwa. Watu wale, wacha nianzie pale juu haraka ndio tuweze kupata ile flow ya mafundisho. Wakati ule Sauli alikuwa bado anazidisha vitisho vya kuwaua wanafunzi wa Bwana. Kamwendea kuhani mkuu, naye akamuomba kuhani mkuu ampe barua ya kwenda kwenye masinagogi huko Damascus, ili akimkuta mtu yoyote wa njia ile, akiwa mwanamke au mwanaume, aweze kuwafunga na kuwaleta Yerusalemu. Basi akiwa katika safari yake, alipokaribia Damascus, ghafla nuru kutoka mbinguni ikamwangaza kote. Akaanguka chini, akasikia sauti ikimwambia, Sauli, Sauli, mbona unanitesa? Sauli akamjibu, unani wewe Bwana? Ile sauti ikajibu, mimi ni Yesu unayemtesa. Sasa inuka, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Hii kitu inanifurahisha sana. Inaonyesha vile Mungu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu wa mipango. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu sio Mungu wa machafuko, ni Mungu wa mipango. Kwa mambo yake, kwa kazi zake, yuko very organized. Angeliweza kumaliza kila kitu kwa Sauli akiwa yeye mwenyewe. Angeliweza kumwombea, angeliweza kumbadilisha, lakini alimweleza tu, mimi ni Yesu, lakini inuka, utaambiwa kile kinachokupasa kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Anaacha hata wale wadogo zake, wale ambao wako chini ya ministry yake, waweze kushughulika. Situmpatie Bwana Yesu makofi. Yuko very organized. Yuko very organized. Anajielewa, anajitambua. Hiyo ndio kitu ambayo inanipatia karakta ya Yesu. Yesu sio yule wa kujipiga kifua na kusema mimi ndio kila kitu. Mimi ndio apostle, mimi ndio reverend, mimi ndio bishop, mimi ndio mzee wa kanisa. Anasema inuka. Haleluya. Sasa inuka, uingie mjini, nawe utaambiwa ya kupasayo kutenda. Watu wale waliosikia wakisafiri pamoja na Sauli wakasimama bila kuwa na la kusema, kwa sababu walisikia sauti lakini hawakuona aliyekuwa anazungumza. Sauli akainuka kutoka pale chini, na alipojaribu kufungua macho yake hakuweza kuona kitu chochote. Basi wakamshika mkono, wakamuongoza mpaka Damascus. Bwana Yesu asifiwe sana.
Imagine huyu jamaa kutoka pale chini hakuna kitu anaona, na hiyo tunaweza tukasema kwa lugha ya kiroho, this man was transformed instantly. Maisha yake ya zamani yaliwekwa blackout, na akaambiwa ili uweze kuona tena utakuwa umeanza maisha mapya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mimi hupenda kusema kitu kimoja kwa ujasiri, you will never have an encounter with Jesus Christ bila jambo ambalo ni extraordinary kutendeka katika maisha yako. Huwezi kukutana na Yesu bila jambo extraordinary. Something must die in your life. Something must die in your life, whether you like it or not, especially when you are a sinner. Something must die in your life. Biblia inasema macho ndiyo taa ya mwili. Macho ndiyo taa ya mwili. Why did Jesus attack the eyes of Paul? Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Matthew 6:22, Matthew 6:22 inasema macho ndiyo taa ya mwili. Macho yako yakiona nuru, mwili wako unajaa nuru. Macho yako yakiona giza, mwili wako umejaa giza. Why did Jesus attack the eyes of Paul? Because haya macho yalihitaji kubadilishwa, yaanze kuona vitu tofauti juu ya wateule, sio kile ambacho hii macho ilikuwa imezoea kuona. Haleluya! Ilikuwa imezoea kuona tu wateule ni wabaya, wateule wanafaa kifo, wateule wanafaa kushikwa, wateule wanafaa kuangamizwa, wateule wanafaa kuuliwa. Lakini maandiko inasema God gave this man new eyes so that he could see. Whatever he was doing, he was hurting Christ. Ona ile kitu unafanya. Angeona akiwa na normal eyes, na ndio maana ilibidi apatiwe new sets of eyes. Watenda dhambi wengi hawaoni dhambi ni mbaya. Ndugu yangu, ingia kwa Kristo ukaekae, ndio utajua ile pombe ulikuwa unakunywa ilikuwa inakufanyia nini. Ndugu yangu, wakati ukiwa baa huwezi ona ubaya wake. Ona vile wanaisifu Tusker bia ya marafiki. Ona vile wanaisifu Tusker bia ya marafiki. Tusker huleta marafiki pamoja. Ona vile wanaisifu. Guinness power. Guinness completes you powerful. Wewe ona walevi wakishalewa, uone kama wana hiyo power. Ona watu kama wakishalewa, uone kama watakuwa marafiki. Hapo ndio kila mtu anatafuta kumgonga mwingine. Kwani hizi maalama zinatokea wapi? Hizi maalama, umefura hapa, jicho limefura. Wao nafikiria walipigana wakiwa machokavu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Huwezi kuona ufalme wa Mungu mpaka umezaliwa mara ya pili. Unazaliwa kwa kila kitu. The things you used to see, you don't see them anymore the way you used to see them. Kuna nyimbo zile ulikuwa ukisikia na wakati zikiimba hiyo chafu zilikuwa zinakubamba kweli. Now you are born again. Ile uchafu iko ndani ya hizo nyimbo, they are not moving you again. Hazikumove. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nimepitia hapo. Wakati wetu kulikuwa na wimbo ulivuma sana, unasema let's talk about sex. Hiyo wimbo tulikuwa tunaipenda, let's talk about sex. Ikianza kuimba vichwa vyetu vinatikisha. Sasa hivi wimbo huo mimi hainigusi. Najua inaongea uasi mtupu. Hata inaweza imba nifunike masikio, hainiingii. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua madhara yake. Najua wakati neno la Mungu linaponiingia, linanipanda, linajenga imani. Ule wimbo ukiingia, inaua ile kitu imejengwa pale.
Na ndio maana Marko 4 mstari wa 23 inasema chunga sana kile kinachoingia masikioni mwako. Chunga kile unachosikia. It will destroy you. You will never grow spiritually. Kuna watu hata hawajui jinsi ya kujilea ili wakue. The right foods to eat for you to grow. Daniel aliambia yule mkuu aliyekuwa anawasimamia, hii chakula sisi hatutaki. Hii chakula hatutaki. Itatunajis. Tuacheni sisi tukule mamboga sisi. Na mtuache sisi tukule cereals. Na baada ya mwezi muje mtuone kati yetu na hawa nani watakuwa wamekuwa. Mkristo anastahili kuangalia kitu ambacho kinamkuza kiroho, sio kitu kinamwangusha kiroho. No wonder many of us, we are not growing spiritually. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Macho ya Paulo yakapa. Kuanzia leo utaona hawa watu vile unavyowaona. Utawaona vile ulikuwa unawaona. Ukiwaona hao ndio magaidi wanastahili kukufa, utawaita ndugu, utawaita wapendwa kuanzia leo. Ndugu yangu, mimi nasema kitu kimoja. Never joke with God. Never joke with God. Mungu akikutaka kikweli hashindwi kuleta total transformation out of you. Hashindwi. He can bring total transformation. Are you ready for transformation, or you are just joking with God? Are you truly ready for transformation, or you are just playing around with God? Kuna wakati nilikuwa napenda kusema hili neno. Angalia mahali Mungu anaangalia. Wacha kuangalia mahali Mungu haangalii. Ndugu yangu, wakati utaanza kuangalia mahali Mungu anaangalia, you will see positive results in your Christianity. Wakati mtapelekana na Mungu hivi vile anavyosema ndio wewe unataka, ndugu yangu, utaona matokeo, utaona positive changes in your life. Hapo ndio utasikia mtu akisimama akitoa ushuhuda, anatoa ushuhuda ambao unaleta utukufu katika hekima za Mungu, sio utukufu katika akili zake. Watu wataongea how the power of God changes people. Watu wataongea vile wisdom ya Mungu ili break the chains of the devil. Hallelujah. Watu wataongea the might and power in the hands of God. Unajua ushuhuda wa leo, ndugu yangu, people are not testifying about the wisdom that brings change into a sinner's life. Testimony imewekwa ili iweze kushuhudia hekima za Mungu zinazoshinda dhambi na zinambadilisha mtenda dhambi. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Acha mchezo bwana. Usisimame uanze kutuambia vile una magari mengi na kuna wakati ulikuwa na baiskeli. That is not the wisdom of God. Hata wachawi wana manyumba na wana magari. Hata devil worshiper wana manyumba na magari. Mungu atukuzwe kwa wingi wa vitu. Yeye mwenyewe alisema nguvu za mtu haziko katika wingi wa vitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anatukuzwa kwa hekima zake na uwezo na mamlaka juu ya ulimwengu wote. Haleluya. Situmpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Unajua kuna wakati nilipokuwa mchanga kiroho, wacha nikwambie ukweli. Kuna wakati nilipokuwa mchanga kiroho, nilikuwa nikiomba. Nasema, Mungu, asante kwa kunilinda. Wangapi wanaelewa? Asante kwa kunilisha. Mungu, asante kwa kunipigania. Nikafika mahali nikasema, hapana. Huyu Mungu kama ni mimi peke yake ndio anafanyia hizi vitu, basi hana utukufu. Lakini nikianza kusema asante kwa kutushindania, sasa anapata utukufu. Haleluya. Sasa uwezo wake unaonekana. Asante Baba kwa kutulisha, sasa anapata uwezo, anapata nguvu, anapata mamlaka. Lakini nikisema kwa kunilisha, sasa uwezo wa Mungu unaonekanaje kwa kulisha mtu mmoja? Tukubaliane, hata nyinyi mnaombaga hivyo. Wacha niwachanue leo.
Bwana umenipigania. Na yeye ni Mungu, Bwana wa majeshi. Sasa akipigania kamutu kamoja, kweli tukubaliane, tutoane ushamba, chuma unoa chuma. Haleluya. Yaani wewe maombi yako yakirevolve around you, are you not making God somebody very small? Mungu amepigania tu wewe, Mungu amelisha tu wewe. Hata mashetani wanasema sasa huyo ni Mungu gani? Haleluya. Nenda ndani ya Biblia usikie vile Mungu anasifiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni Mungu uliyeokoa wengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni Mungu wa vita. Vita vyako vimewashindania wengi. Haleluya. Heshima zako ziko mbinguni na duniani pia. Haleluya. Sisi tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, wakati unaomba, weka Mungu mahali anafaa kukaa. Hiyo mambo ya mimi umenifungulia nyumba wewe unafikiria ni wewe umefunguliwa nyumba siku hiyo? Ndugu yangu, enda kwa mtandao ya kiroho uone ni wangapi wamefunguliwa hiyo siku wewe umefunguliwa. Haleluya. Asante Baba, umeniponya. Ni wewe peke yako. Hebu enda hospitali usikie ni wangapi wamekuwa discharged siku hiyo. Lazima uweke Mungu mahali anafaa kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro anasema unapopitia jaribu usinungunike, usilalamike, sababu kuna wenzako wanapitia jaribu kama hilo. Na pia wakati unapobarikiwa usisahau kuna wengine wanapitia baraka vile wewe unabarikiwa. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vile tu wewe ni mchanga wa mawazo, unafikiria tu Mungu ni wako ama Mungu ni wa kabila yenu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mchanga wa mawazo, unafikiriaga Mungu anaonekanaga tu kwa nyumba yako. God will never be God almighty and great and all powerful kama he is not conquering in heaven and on earth and also in hell. Hallelujah. He must rule over the whole world, over the whole universe. Daudi anasema wewe unanywesha mimea maji na unaipa chakula. Unafikiria alikuwa na waste time? Anapeana utukufu. Anasema viumbe vyote vilivyo duniani wewe unaviridhisha. Viumbe vyote unaviridhisha. Na katika hiyo ndio Daudi anaona he is God almighty. Do you see God like that? Mungu umenilisha, umelipia mtoto wangu. Unafikiria ni wako? Amelipiwa peke yake. Aya, sikia pointi hii. Anasema macho yake naye kwa muda wa siku 3 alikuwa kipofu, naye hakula wala kunywa chochote. That is the power in the spirit. That is the power in the spirit. Mtu asikudanganye. Wakati wowote unamachua katika mambo ya kiroho, mwili huwa unaishiwa nguvu. Wacha kujilazimisha kufunga. Wacha kujilazimisha. Ndugu yangu, utakula. Wacha kusema leo nafunga. Wacha. Omba neema ya Mungu ije juu yako, iweze mwili ili mwili ukuruhusu kufunga. Wangapi wananielewa? Unataka kufanya vitu vya kiroho na nguvu za kidunia, you will crash. Utagonga. Haleluya. Mbona tunaangaliana vibaya? Na mimi nakwambia kitu ambayo itakusaidia. Wacha kusema pastor, leo nimeonelea nifunge. Ndugu yangu, haiji kwa kuonelea kwako.
It is not by might or strength. It is by the power of the Holy Spirit. We do spiritual things. We do them through the power of the Holy Spirit. Tunaongozwa na huyu Roho kufanya hivi tu. And the power of God ilikuja juu ya Paulo na siku 3. Na hiyo ndio fasting ambayo iko recommended in the whole Bible. Just speak to God in 3 days. Baba, Mwana na Roho. 3. That number is very powerful in the eyes of God. Na maandiko inasema huko Dameski alikuwako mwanafunzi mmoja jina lake Anania. This man was not even a prophet. Yeye ni mwanafunzi. Maana yake Mungu anaweza kutumia hata mtu ambaye hako chini sana. Somebody who is low in the ministry of God. Paul was not sent into a mighty person. No. He was just a student of God. Bwana Yesu asifiwe sana. Na sasa ndio ninaelewa kwa nini aka kama mwanafunzi kalikuwa na ujinga ya kubishana na Mungu. Mtu ambaye amekomaa kiroho hawezi leta ujinga ile huyu mtu alionyesha hapo. Amen. Na mimi nataka jioni ya leo tuache hiyo ujinga ya kusumbuana na Mungu. Let us be total submissive to God. Let us be obedient to God. Let us stop asking questions. Ukionyesha tu any form of kubishana na Mungu, ndugu yangu, Mungu atakuweka pembeni. Mungu atakuweka pembeni. Sikiliza what happened. Sikiliza what happened. Maandiko inasema Bwana alimuita katika maono. Anania alimuita katika maono. Haikuwa katika usingizi, ilikuwa tu ni mchana, lakini maono hushuka mchana, sio usiku. Ndoto huja usiku, maono ni mchana. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamuita Anania. Akajibu, mimi hapa Bwana. Okay, alikuwa na ukomavu kidogo wa kiroho. Alielewa sauti ya Mungu. Kuna Wakristo mpaka leo hawajaelewa sauti ya Mungu. Hallelujah. How will you communicate with God kama hata level ya kwanza ambayo inahitajika kwako umefail? Kwa nini unaingia kwa mambo ya kiroho na hauangalii zile vitu zinahitajika kwako za muhimu, ili kwamba uweze kufaulu, ufanikiwe kwa matembezi yako na Mungu? Communicating with God is the first lesson you should learn. Ukianza kutembea katika nyumba ya Mungu, communicating with God. If you are poor in communication with God, hakuna mahali unaenda. Biblia iko wazi, wawili watatembea aje pamoja bila kuelewana. Communication with God. Understand the language of God. Mungu ana language za kila aina. Anasema naongea kwa usingizi mzito, kwa maono, kwa ishara. Bwana Yesu asiwe sana. Kwa lugha, ana njia nyingi. And yet you are so poor in communicating with God. You will fail, my friend. Growth yako ya kiroho hakuna mahali inakwenda. So this man tunaona, japo alikuwa tu mwanafunzi wa Yesu, alipoitwa aliitika. Na maandiko yanasema akajibu, mimi hapa Bwana. Bwana akamwambia, ondoka uende katika barabara iitwayo Nyofu, ukaulize katika nyumba ya Yuda mtu kutoka Tarso, jina lake Sauli. Angalia ile kitu ina happen hapa. Yesu aliambia Paul ama Sauli, inuka, utaambiwa yale ambayo unahitajika kufanya. Hakumwambia utaenda kukutana na sijui nani. Na inasemekana wale waliomuinua mahali alikuwa chini ni wale walisikia hii sauti ya Yesu, lakini hawakuona. So hawakuacha safari yao ya kwenda Dameski. Walienda tu, waliendelea. But God was preparing somebody on the other side. Hata akamwelezea the precise road to follow. The precise. Pita barabara inaitwa Nyofu. Enda mpaka kwa nyumba fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Nyumba ya Yuda. Utakuta hapo mtu kutoka Tarso anaitwa Paulo.
na instructions. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Paulo alikuwa mchanga sana kuelewa kile kitu ambacho Yesu angeongea kwa wakati ule. You don't just meet Jesus today and understand him overnight. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why alimwambia ile kitu unafaa kufanya, we inuka, we enda. Yale yote yanahitajika we kufanya utaambiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hii kitu nitarudia na sitachoka kusema. Wacha kutoka huko na bangi zako na pombe zako and you enter in a church. Alafu hiyo siku ya kwanza umeingia kwa kanisa, unatoka ukijigamba nimeomba kwa Mungu na tumeongea na nimesema sitalewa. You cannot do it. You cannot do it. You cannot do it. You need time under the feet of the servants of God. You need time under the feet. Kwa sababu hata hiyo kuokoka, hujaokoka kwa uamuzi wako, ni wewe umevutwa ndani ya ile nyumba. So lazima uambiwe sababu ya kukuja kwa hiyo nyumba kwanza. Many of us tunapo personalize salvation na tunaenda kwa nyumba ya Mungu kwa akili zetu, ndugu yangu, tuna miss God with afar. Tunamkosa. Kwa sababu kuliko tufike pale na tuulize kwa nini tuliitwa hapa, ndio tufunuliwe macho. Musa alipofika kwa Mungu, kazi yake ilikuwa ishapangwa. Yusufu aliambiwa kazi yake kama bado yuko kwa mikono ya wazazi. Akaambiwa kazi yako ni hii. Mungu haiti watu fua. Eti wewe kuja. Haleluya. Na hiyo ndio kitu mimi naomba Mungu. Kwa ile kanisa ambayo tunaenda kila Jumapili, hatutaki watu fua. Tukikuona unakaa fua, tunakufuku zilia mbali. Utatupotezea maono. Utatupotezea maono. Kufuku zilia mbali. Haleluya. Bwana Yesu asiwe sana. Haya, sikia ile kitu ilitendeka. Hii ndio kitu na kuomba usiwahi fanya na Mungu. Hii ndio climax ya hii mafundisho. Alafu maandiko yanasema Bwana akamwambia ondoka, enda kwa nyumba ya Yuda. Mtu kutoka Taso jina lake Sauli. Kwa maana wakati huu anaomba, anaomba. Yaani Paulo alitandikwa na hii nguvu mpaka akajikuta tu katika hali ya maombi. Akaacha chakula siku 3, yuko tu katika hali ya kumeditate. Ana meditate, ile kitu imemtwanga kwa barabara. Wangapi tunaelewana vizuri? Yaani bado hiyo memory iko fresh. Ile kitu ameona, hajawahi ona, anashindwa hii ni nini na huyu Yesu. Yaani alikufa ama ako hai ama iko aje? Wangapi wananielewa vizuri? This man ilimtake siku 3 aweze kurudi normal, aweze kuelewa, aweze kuabsorb what happened. Ni nini ilifanyika kwa hiyo barabara? Na Mungu anasema sahii anaomba aenda kwake. Katika maono amemuona mtu aitwaye Anania akija na kumwekea mikono juu yake ili apate kuona tena. Na mimi ile kitu inanishangaza na Mungu. This is the second time nina witness hii kitu. Nili witness kwa Petro na Nicodemus na Cornelius. Na sasa hii na witness kwa Anania na Paulo. Mungu anaandaa yule atakuja kuombewa. Anamwambia utaombewa na fulani. Kuna mtu anakuja. Na hata yule anaenda kuombea huyo mtu pia anaambiwa unaenda kuombea fulani. Unajua hiyo kitu hakuna leo. Hiyo hakuna kwa hao mabroka wetu. Hakuna kitu kama hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Cornelius anaambiwa na malaika kuna mtu. Petro anaambiwa na Roho unaenda mahali kufanya mission fulani na usikatae. Sasa hii kitu pia ina happen hapa. Anania anaambiwa na sauti ya Bwana. Na maandiko inamwambia Anania, hata huyo unaenda kumwombea ameona katika maono kuna mtu anakuja anaitwa Anania,
atamwekea mikono apate kuomba. Hii ni kazi ya rohoni. Hii sio kazi ya maamuzi ya mtu, ni kazi ya rohoni. Only the Holy Spirit coordinates God's work. The Holy Spirit, only the Holy Spirit can coordinate God's work. Mtu asikudanganye. Mimi nijitoe hapa saa hii kwa tamaa ya tumbo yangu niende kuhubiri pale Railways, nitawekwa ndani na kanjo, watabeba hivi hata kabla sijasema haleluya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua shida ya Wakristo, we don't want to be soaked in the Holy Spirit to understand the work of God. Tunapenda kuambiwa we kuja, we nitakuona, si bado uko pale, nitakupitia. Na inakuwa ni biashara za pasta na watu yake. Unaona? They are not calculated well by the Holy Spirit. Wangapi tunaelewana vizuri? That is why hatuoni roho akiparticipate katika hizi kazi ambazo tunafanya, because tumeleta umwili. Na kama kuna mchungaji yako hapa ataelewa ile kitu ninasema. Tumeleta umwili na tuna sababu zetu. Unaona, nitaenda kuombea Alois sababu najua tu nikitoka kwa Alois na kama 8,000. Alois hawezi niacha hivyo. Sasa hiyo ni banki. Tunaelewana vizuri? The Holy Spirit is not there. Ndio maana matokeo ya roho hayaonekani. Wangapi wanaelewa ile kitu nasema? Ndugu yangu, nyenyekea. Hata nashukuru Roho wa Mungu sasa hivi ananielewesha kwa nini Anania aliitwa mwanafunzi. Sababu ni mtu ambaye alikuwa chini ya mikono ya Mungu, willing to understand from God. But he was stupid. This man was silly. Bwana Yesu asiwe sana. Hakuwa ameiva ya kutosha. Maandiko yanasema Anania akajibu, Bwana, nimesikia kutoka kwa watu wengi habari nyingi kuhusu mtu huyu. You see, that is foolishness. Your chief in command anakuambia ombea huyu na ninakutuma kwake, alafu unafanya Mungu mjinga, ni kama ajui huyu jamaa. Unaona? Baba, wacha nikupashe habari za huyu mtu, nimesikia. Unajua hiyo ni udaku. Ni tabia za kike. Analeta tabia za wanawake mbele za Mungu. Nimesikia. Unaona? Huyu mtu si mzuri. Alafu anajifanya sasa yeye ni advisor wa Mungu. Aje, nimesikia Mungu, huyu mtu tusiende naye mbio. Na hiyo ndio tabia inaingiaga wachungaji. Tukikaa sana chini ya uwepo wa Mungu, we tend to forget who is in command. We tend to forget who is in charge. Tunasahau ya kwamba God does everything kwa makusudi yake mwenyewe. Sasa huyu jamaa Mungu jamaa ni kama tusimuombe. Unaona? Habari zake nimezisikia. Ameua watu wetu. Na hiyo kitu unataka kufanya, usijaribu. So who is who? Who is God and who is the servant? Na hiyo ndio kitu ambayo sisi wa Kristo saa nyingine tukikaa sana karibu na Mungu tunachanganyikiwa, and we question God and we block his missions. Mungu ni kama sitaenda. Wewe jamaa ni jambazi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Do you want to know why these things don't happen? Mudhuru wa baba mimi siwezi enda kuhubiri. Huko kuna nani huko Mudhurwa? Kwa nini Mungu usinitume hata kule Kileleshwa? Huko Mudhurwa nani atashikilia huduma huko? Hata sadaka hawatoi. Wenyewe hata huko ni majambazi. Mimi unanituma huko nikauliwe? And you question. Unaona? Unabishana. Na kitu rahisi tu, Bwana ameongea. Tena amekuita.
na unajua hili ni swala la kiroho, amekutembelea kwa maombi, akakuita Anania, tena ukajibu kwa unyenyekevu, mimi hapa Bwana, mimi hapa Bwana. Sasa unaanza kupatiwa mwelekeo, fanya hivi, kuna jamaa mahali fulani, enda. Kwa jamani gaidi, na unashindwa kuelewa hata hiyo nguvu ya kuenda kupatia huyo jamaa aone si yako, ni huyo ambaye anakutuma ndio anaenda kufanya. He just needs you to be there, ili through your body, hallelujah, through your body atumie mwili wako, kwa sababu maandiko nasema sisi ni hekalu na Roho anakaa ndani. The person in charge of this temple is the Holy Spirit. So anahitaji your presence there. Peleka hiyo hekalu kwa Paulo, ili mimi nikiwa ndani yako nimuguse aone. Hata hekalu ya Roho Mtakatifu unaringia, unasema na hizi ndio vitu zinatugonganisha na Mungu. Let me tell you the truth, my fellow Christians. Sometimes God wants you here. Hapana, huko Mungu, hilo ni shamba la mawe, hilo ni shamba la mawe. Na unasahau Abraham hakuambiwa, hakuenda mahali kulikuwa kunaonekana eti kuna mimea mzuri, ilikuwa shamba ya mawe. Ungeangalia kwa macho ya kawaida ama ungesoma kwa Biblia, unasikia ni nchi ilikuwa kavu, hakuna. Sodoma na Gomora ndio ilikuwa inang'ara, na Lutu akasema mimi naenda huko. Alafu kwa shamba ile ya mawe Abraham akasema haya baba, mimi nimebaki na huko. Na Mungu akamwambia, unaona huko kwa mawe huko, nitakufanya maskani yangu na watu wangu. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Sometimes we must submit to the will of the Holy Spirit, even if our eyes don't agree, even if our conscience does not agree. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Na kufunza kitu ambacho kitakupa matunda kwa mambo ya Mungu. Vya rohoni haviwezi kueleweka na macho ya kawaida. Ukiviangalia na macho ya kawaida unaweza hata ukatusi Mungu. But look at them in the spiritual eyes and you will see the benefits. You will see the benefits. Na kwa sababu wengi wetu we are poor into reading spiritual circumstances. We are poor, we are very poor. We miss God. We miss God. Hallelujah. We miss God. We miss God kabisa. Wengi wetu we are so pure, so poor in communicating with God and seeing. That is why, ndugu yangu, hata utembee na Mungu miaka 40 hauna ushuhuda wake. Ushuhuda mkubwa tu ile utatuambia, mimi naendaga Winners Chapel, mimi naendaga Winners. Unajua Winners ile kubwa iko pale South B, naendaga huko Winners Chapel. Na Mungu Winners. Unajua huyo pastor anakuwa hapo, unajua yeye ni mkali na Mungu. Unajua hata vile akihubiri huyo jamaa vile watu wanaanguka. Na Mungu tuambie Mungu tupe ushuhuda wa Mungu ndani yako. Simama kwa miguu yako miwili, simama. Why are we not seeing? Hatuoni matokeo, hatuoni matokeo, hatuoni matokeo. We are poor in the spirit. Sometimes we do argue with God. We argue with God. Mahali anatutuma tunaona kwa macho yetu si sawa, lakini kiroho Mungu anajua the benefits. Nimesema simama ndugu yangu. Wacha kuweka miguu yako hivyo. Simama bwana. Hapa ni Mungu tunajifunza vile kuishi na yeye. Hatuko kando ya beach, Mombasa beach, Diani beach. Tunabarizi. Wangapi wananielewa vizuri?
Ukikuja hapa nitakunyorosha, si eti na kufunza peke yake, na kudiscipline. Usifikirie eti uko Florida unapunga upepo. Hapa uko Florida. Hapa unaweza toka hata na laana. Wacha nikupe sasa ukweli wa maneno. Unaona vile umejileta hapa, unaweza juta ni kwa nini ulikuja hapa. Hayo maneno ya Mungu peke yake, they can bless you or curse you. It is not me who curses people. It is not me who blesses people. It is God himself. And God is revealed through his word. Wangapi wananielewa vizuri? Watu wengine, nilisikia mwingine akiniambia, unajua nyinyi pastors mnapenda kutisha watu. Mimi sikutishi my friend. Mimi sina kitu. Mimi pia nilikuanga gaidi mbele ya Yesu. Nilinyoroshwa. Si umesikia huyu jamaa yetu? Hakupigwa ngumi ama mateke. Aliona kitu hajawahi ona tangu azaliwe. Siku 3 alinyamaza bila kukula hata kukunywa. Kuna vile tu Mungu anajuanga kuweka watu sawa. Na kuna kitu mimi ninachukia, coming before the presence of God alafu unakaa kimang'aa. Mimi naweza kupiga hata na mawe. Bwana Yesu asifiwe. Naweza ambia malaika hata usishughulike, niachie. I love discipline. When we are serving God, discipline. Wangapi wanapenda kuona matokeo ya Mungu? Wangapi wanataka kuona maombi yao yakijibiwa? Ndugu yangu, ebuka kwa discipline with God. Submit, discipline, kaa kwa utakatifu. Do these things. Hata yeye kuenda kwa njia ya mikato. Do these things. Kama vile Mungu anataka. Yeye ataanza kujitokeza mwenyewe. Yesu anasema nini? Sitajidhihirisha kwako mpaka ushike sheria yangu. That is John 14:21. Ukishika sheria yangu, Baba yangu atakupenda na mimi nitakuja nijidhihirishe ndani yako. So there is a condition. There is terms and condition. Obey the divine order. Obey it. And we will reveal ourselves to you. Mungu ajifunui kwako kwa sababu unainua mkono. Bwana onekana kwangu. Utamuona my friend. Uliza Elijah, alimtafuta paka chini ya mawe, paka kwa upepo, paka kwa radi. Lakini alipokaa kwa utulivu. Wangapi wanaelewa hiyo statement? Kwa utulivu. Alimsikia kwa mbali. Nasema huyo ni Mungu. Nakupa na kufundisha kitu italeta mabadiliko katika maisha yako ya Kikristo. But if you want just to be arrogant with God and you go this and you go this and you go that, inamisha uso wako, mshukuru Bwana. Mwambie tu Bwana, ninaomba nikutii, nikunyenyekee, nikusikilize, niwe tayari kuenda wakati wowote unaponiamrisha. Just speak to God. Just talk to God. Nenda mbele za Bwana. Mwambie I'm ready. Mimi niko tayari Baba. Popote utakaponituma, popote utakaponiambia niende, nitaenda. Naomba tu msaada wako niweze kunyenyekea, nikutii, kwa sababu nimetafuta matokeo muda mrefu katika haya maisha yangu ya Kikristo. Sioni Baba. Lakini kama kunyenyekea kutanipa matokeo, nataka kunyenyekea. Kama kutii kutanipa matokeo, nataka kutii. Kama kuvumilia kutanipatia matokeo, nataka unifundishe kuvumilia. Kama utakatifu utanipatia results, nataka unifundishe. Baba, ninashukuru kwa hawa wamesikia hii mafundisho. Najua wote ambao wamefika hapa, wamefika kwa mkono wako. Hakuna simu tulipigania, hakuna message tuliandikiana. Hawa wamefika kwa mkono wako. Kuna watu, mfalme wa ajabu, hata leo ndio mara yao ya kwanza wamerudi katika hichi kiwanja tangu corona ianze na nini. Na ni kwa sababu wewe umehusika. Tunakuomba Baba, tusing'ang'ane katika maisha ya kiroho in vain. Tunaomba tuanze kuona matunda katika maisha yetu ya kiroho. Tukiomba tunaona results. Tukifunga tunaona results. Na Baba, tumeelewa leo hii hivi vitu vinaanzia mbali.
Havianzi tu kwa kufanya eti kufunga na kuomba na nini, hapana. Vinaanza tu na lifestyle yetu na wewe, vile tunapelekana. Je, tunaheshimiana? Je, tunakunyenyekea? Je, tunatii? Hii maisha ya kuona results katika mambo ya rohoni inaanza mbali. Inaanza kwa uvumilivu, inaanza hata kwa upendo, hata kwa utu wema, inaanza hata kwa subira, inaanza hata kwa unyenyekevu, inaanzia mbali. Na wakati wewe tumekaa na wewe kwa njia nzuri hivyo, basi tunapoalika sasa mambo ya kufunga, mambo ya kuomba, Baba, heshima yako inakuja juu yetu, heshima yako inakuja juu yetu, ukweli wako unakuja juu yetu, unajidhihirisha, unaonekana. Basi tusaidie tuelewe hayo, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Wote tuseme nini? Si tumpatie Yesu makofi ya kumshukuru, ametupatia ufunuo mzuri. Na mimi naomba be part of this ministry. Umekaa kwa muda, umesikia maneno hapa, umeona Mungu hata kutoka hapa, kuanzia umekuja hapa unasema nimeona Mungu, my life has thoroughly changed. Ndugu yangu, ni wajibu wako uanze kuparticipate kwa mambo ya madhabahu. Haleluya! Sisi sote tumeitwa tutumikie Mungu, ama ni mapasta peke yake wameitwa watumikie Mungu? Ni vile wewe hujajua idara yako ya kutumika. Haleluya! Na mimi ninaomba anza kufunguka katika mambo madogo madogo, na Mungu atakufunulia ofisi yako iliyo kubwa. Haleluya! Jaribu kuonyesha Mungu, I am willing. Show God your willingness to serve him, na atakushangaza, atakufungulia ofisi ya ajabu. Inaanzaga in that willingness. Wangapi tunakubaliana hapo? Unatumwa tu vitu dogo dogo na Mungu na nini, na through that Mungu anaona obedience yako, utiifu wako, na anakutoa kule porini na anakuweka kwa palace. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Mungu aliona Musa akiwa willing kufanya kazi dogo dogo pale kwa nyumba ya Jethro. Anaambiwa aenda kuchunga kondoo, aenda kuchunga ng'ombe, aenda kachunge mbuzi. Laiti angekataa hiyo kazi, angekutana na Mungu wapi? Haleluya! Kumbe ni hiyo kazi ndio ilimdrive kwa kichaka. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe sana. Si ni hiyo mbuzi ndio ilimdrive kwa kichaka, na huko akakuta the burning bush. Haleluya! So huwezi kujua whatever you are doing here, where is it leading you to? Wangapi wananielewa vizuri? Inua mkono hivi ni neno la mwisho ni kuache uende. Baba, asante kwa hiyo mikono ambayo imeinuliwa. Tunakuelekezea wewe mikono yetu. Msaada wetu unatoka kwako, chakula chetu kinatoka kwako, mavazi yetu, ushindi wetu katika maisha haya yanatoka kwako. Kila kitu tulicho nacho na jinsi tulivyo ni wewe umetukamilisha. Basi tunaomba tunapotoka katika hichi kiwanja, nenda nasi, tuongoze, tupiganie, tupe ushindi, tutawale, na utuonyeshe njia zilizonyooka katika ushindi. In the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Wote tuseme nini?